Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba alitaka Shirika la Hifadhi za Taifa TANAPA kulinda mazingira asilia ambayo taifa limebarikiwa. Na katika michezo, klabu ya Simba inashuka dimbani leo kumenyana na Esperance de Tunis ya nchini Tunisia katika dimba la Benjamin Mkapa katika michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema. Jina langu ni Kisa Mwipiana. Nitakusomea taarifa habari, lakini baadaye tutapata muda wa kuangalia vichwa vya habari kwa baadhi ya magazeti yaliyotufikia mezani kwetu asubuhi ya leo. Karibu sana. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba ameliagiza Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA kuendelea kulinda na kuhifadhi rasilimali za maliasili hususan wanyamapori na mazingira asilia ambayo taifa limebarikiwa kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo. Waziri Mkuu ametoa maelekezo hayo kufuatia ziara ya utalii aliyoifanya katika Hifadhi ya Taifa Arusha iliyopo wilaya ya Arumeru mkoani Arusha, ambapo amepata fursa ya kujionea vivutio mbalimbali vikiwemo maporomoko ya maji, na amesisitiza Watanzania kuweka utaratibu wa kutembelea hifadhi za taifa. Serikali kupitia mfuko wa Samia Scholarship imeanza kuwapatia ufadhili wanafunzi wenye ufaulu wa juu kusoma ndani na nje ya nchi katika fani za sayansi na hisabati, sambamba na jitihada za kuboresha miundombinu ya elimu ya sayansi, hususan kwa lengo la kuwawezesha wasichana kushiriki na kufaulu katika masomo ya sayansi. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwanahabari wetu Roda Simba kutoka jijini Dodoma. Kauli hiyo imetolewa jijini Dodoma na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolfu Mkenda, wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu ahadi za siku 100 za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo amesema katika utekelezaji wa mpango huo, vijana 15 kati ya 50 waliofanya vizuri zaidi katika mitihani ya kidato cha 6 wanatarajiwa kuondoka kwenda nchini Afrika Kusini, ambapo watasoma shahada ya kwanza ya masomo ya sayansi katika chuo kikuu cha Johannesburg. Rais wetu alikuwa ashaagiza kwamba tuweke kwenye budget fedha za kuwapeleka vijana nje. Kwa hiyo wakati anatoa ahadi hii bungeni, alitoa ahadi kwa sababu alishatuagiza sisi, maelekezo kwetu, ahadi kwa Tanzania. Kwa hiyo tulishaweka vijana 50 kwenye kitu tulichokiita boot camp, kambi ya mafunzo. Waliofanya vizuri sana katika masomo ya sayansi katika mtihani wa kidato cha 6 walichukuliwa na wazazi wao wakaambiwa kama wako tayari vijana hao waende kusoma nje. Wamesaini hati za makubaliano. Tuliwaweka pale Nelson Mandela African Institute of Science and Technology. Ni chuo kikuu kilichoko Tanzania pale Arusha, ambacho kinafundisha level ya masters na PhD 2. Hapa Profesa Mkenda anasema uwekezaji huo katika elimu ya sayansi na teknolojia ni mkakati wa muda mrefu wa kukuza ubunifu, kuimarisha ushindani wa kimataifa na kuhakikisha vijana wa Kitanzania wanakuwa na ujuzi unaokidhi mahitaji ya dunia ya sasa na baadaye. Tayari mamlaka ya VETA, hii inayosimamia vyuo vya serikali vya elimu ya ufundi na ufundi stadi, imesha saini hati za makubaliano 50. Na hili nilifafanue kidogo. Kwa mfano, sisi baada ya kuona maelekezo ya rais wetu, VETA wameelekezwa waangalie viwanda vinavyozalisha vizuri. Vingine vinazalisha suti. Kuna Tanzania watengeneza suti nzuri sana kama hii. Nadhani wale wanaofanya hivyo tumewaagiza VETA watekeleze maagizo ya rais kwa kusaini hata makubaliano na wazalishaji hao, ili wanafunzi wa VETA wajifunze kwenye vyuo na wajifunze viwandani. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel. Shukrani Roda Simba kwa taarifa hiyo. Licha ya baadhi ya miradi ya uboreshaji wa miundombinu ya jiji la Dar es Salaam DMDP kuchelewa kwa asilimia 20 mpaka 25, wakandarasi waliopewa kazi hiyo wameahidi kumaliza kwa wakati, huku baadhi ya wananchi wakipongeza hatua hiyo. Hapa
Hapa niliposimama ni makutano ya barabara ya Madale Mwisho Mbopo, lakini hii hapa ni barabara ya Msumi. Wakazi wa maeneo haya wanasema hapo awali waliona kama wako porini mpaka wakafikia hatua ya kuwaza kuondoka katika maeneo haya ili waweze kwenda katika maeneo yaliyochangamka ili waweze kutafuta riziki. Lakini kwa sasa tangu ujenzi unaendelea katika barabara hii, wanasema mawazo ya kubaki yamerejea tena. Mungu, serikali imetukumbuka. Tumeteseka kwa miaka takribuni 4 kuhusu barabara. Lakini kwa sasa serikali ilipofikia hatua hii, tunaona kabisa maendeleo yanakuja na barabara kidogo inaridhisha. Barabara hii ilikuwa ina vikwazo vingi sana. Tulikuwa tunahisi tuko porini kwanza. Biashara hazitoki, kazi hazifanyiki, usafiri mgumu, lakini sasa hivi utofauti ni mkubwa sana. Naibu Katibu Mkuu amejiridhisha kuhusiana na maendeleo ya ujenzi wa miundombinu katika mradi huu wa DMDP katika wilaya ya Ilala. Hili ni daraja la majumba 6 ambalo linaunganisha upande wa majumba 6 pamoja na upande wa Segerea Juu. Linagharimu kiasi cha shilingi bilioni 10 katika ujenzi wake hadi kukamilika kwake. Mkandarasi amejiandaa vema kukabiliana na mvua zitakazokuja hivi karibuni ili wananchi waweze kuendelea kupita katika daraja hili. Tunajua Dar es Salaam mwezi huu wa pili zinaweza kuanza mvua nyingi sana. Kwa hiyo hapa huu mto Msimbazi una maji mengi sana. Kwa maana yake kama watakuwa hawajatoka huko chini, maana atashindwa kufanya kazi. Na hili daraja wanataka wakamilishe ifikapo mwezi wa 8. Wanasema mwezi wa 8 watakamilisha, na hata barabara zinatakiwa zikamilike mwezi wa 8. Kwa hiyo bila hii kiungo hiki, maana yake hata barabara itakuwa hazijakamilika. Kandarasi amekwisha anza kazi ya ujenzi wa daraja na kazi inaendelea. Tutakuomba uweze kupita pale kusudi na penyewe uweze kuona. Lakini pia na sehemu ambayo ilikuwa iko wazi kidogo, nayo anaendelea na ujenzi. Ziara ya Naibu Katibu Mkuu TAMISEMI Injinia Mativila imehitimishwa hapa katika barabara ya Tegeta Silva, ambapo amezungumza kuhusiana na miradi yote ambayo inatekelezwa katika jiji la Dar es Salaam inayogharimu kiasi cha shilingi bilioni 510, ni kilomita 190 katika awamu hii. Eneo mengi sana watu walikuwa wanaacha magari barabarani, wanatembea kwa mguu kwenda huko wanakoishi, lakini huko kote kumefikiriwa na barabara zinakwenda maeneo hayo. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, ametafuta hizi fedha, na kweli jiji la Dar es Salaam zikikamilika hizi barabara ambazo mpaka sasa leo saini mikataba zinafika kilomita 190, litakuwa limebadilika sana. Tegemea watu watunze hizo korido za barabara, lakini kwa kupanda miti kwa maana ya kuongeza kupendezesha jiji letu badala ya kujengea na kuweka vibanda. Hatutatarajia kuona hayo kwenye barabara hizo. Nikiripoti kutoka barabara ya Tegeta Silva, mimi ni Beatrice Eric wa Channel 10. Na shukrani Beatrice Eric kwa taarifa hiyo. Bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi PSPTB imewafikisha watahiniwa 2 mbele ya kamati ya usajili na nidhamu kwa tuhuma za kufanya udanganyifu katika vyumba vya mitihani baada ya kubainika kwamba waliingia na karatasi zilizowasaidia kujibu maswali ya mitihani yao. Hii hapa ni taarifa ya mwanahabari wetu Roda Simba kutoka jijini Dodoma. Hayo yameelezwa jijini Dodoma na mkurugenzi mkuu wa PSPTB Bwana Godfrey Mbanyi wakati akitangaza matokeo ya 32 ya bodi hiyo, ambapo ameielekeza kamati ya usajili na nidhamu kushughulikia suala la watahiniwa wanaotuhumiwa kufanya udanganyifu na kuchukua hatua za kinidhamu endapo watabainika kuthibitika na tuhuma hizo. Kuna watahiniwa 2 ambao walikuwa wanafanya mitihani ya ngazi ya juu kabisa ya PSP, ambao walikamatwa wakijihusisha na vitendo vya udanganyifu, na waliingia kwenye vyumba vya mitihani wakiwa na notes, makaratasi ambayo yalikuwa yanafanana kabisa na mitihani iliyokuwa ikifanyika katika vyumba vile vya mitihani kwa siku inayohusika. Hii ni kuvunja taratibu za kimitihani, na wasimamizi walitoa ripoti na kuchukua vielelezo ambavyo vimewasilishwa kwenye kikao cha bodi ya wakurugenzi. Bodi imepitia vielelezo vyote, imepitia maelezo ya wasimamizi, imepitia maelezo ya watahiniwa walioyatoa baada ya kukutwa na vitu hivi ambavyo vilikuwa viruhusiwi,
Hapa Bwana Mbanya anataja idadi ya watahiniwa waliofanya mitihani na kufaulu pamoja na wale waliofeli, akieleza mkakati wa bodi hiyo. Walioweza kufanya mitihani walikuwa ni 1223 kwa sababu watahiniwa 68 walipata dharura mbalimbali za kikazi, za kiafya na zingine ambazo ziliwazuia kuweza kuja kufanya mitihani hiyo. Na ufaulu unaonyesha kwamba kati ya 1223 waliofanya mitihani hiyo, watahiniwa 595 sawa na 48.7% ndio waliofaulu mitihani yao yote, na watahiniwa 589 sawa na 48.2% watakuwa na masomo mbalimbali ya kurudia kati ya somo moja hadi masomo matatu au manne. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Serikali ya mkoa wa Kilimanjaro imeweka msimamo mkali juu ya utekelezaji wa mradi wa kusambaza umeme katika vitongoji vyote vya mkoa huo, ikisisitiza kuwa kipaumbele kikubwa ni mwananchi kupata umeme, sio madai ya fidia yanayoweza kuchelewesha maendeleo. Taarifa zaidi tujiunge na mwanahabari wetu Jimmy Mengele. Akizungumza wakati wa utambulisho wa mkandarasi wa mradi wa umeme wa vitongoji, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nuruddin Babu amesema dhamira ya rais ni kuhakikisha kila Mtanzania anapata nishati ya umeme hadi ngazi ya kitongoji, huku akidai dhamira hiyo itatekelezwa bila vikwazo visivyo vya lazima. Nilishawaagiza waheshimiwa wakuu wa wilaya wote na waheshimiwa madiwani, kwa sababu wanautaka umeme. Kwa hiyo swala la fidia sisi sio kipaumbele kwetu. Kipaumbele kwetu ni mtu kupata umeme. Kwa hiyo mtu ambaye atataka fidia, basi sisi tutabadilisha njia. Daniel Mungure ni mkurugenzi wa fedha REA, amesema mradi huo una gharama ya shilingi bilioni 33.5, unatekelezwa na kampuni ya Dalm Group Limited, umelenga kupeleka umeme katika vitongoji 186 na ukikamilika utawezesha mkoa wa Kilimanjaro kufikiwa na umeme vitongoji vyote 2258. Lakini pia tunaomba pia tusaidie pia kuelimisha wananchi na viongozi wengine wa serikali walioko mkoani ili kujiandikisha kwa ajili ya kupatiwa nishati ya umeme wakati mradi unaendelea, kwa sababu mradi huu unaoendelea kuunganisha ni 27 tu. Katika mkoa wa Kilimanjaro sisi DM Group tumefanya mradi wa kumalizia vitongoji 186 kwenye thamani ya bilioni 33.5. Ni mradi wa miaka mitatu ambao tunategemea kuanza tarehe 1 mwezi wa pili mpaka tarehe 30 Januari 2029. Tunategemea kumaliza. Tunaahidi mbele yako sisi kama DM Group tutajitahidi kadiri ya uwezo kumaliza mkataba huu ndani ya muda wa mkataba na kutekeleza kadiri mkataba unavyotaka. Nikiripoti kutoka mkoani Kilimanjaro ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Shukrani Jimmy Mengele kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA imetangaza kusitisha kwa kampuni 4 za mifumo ya tiketi tiketi mtandao ambazo hazijaidhinishwa kisheria na kutoa muda wa wamiliki wa mabasi waliokuwa wakitumia mifumo hiyo kujitoa na kujisajili kwenye mifumo iliyoidhinishwa. Akizungumza na wanahabari jijini Dar es Salaam, mkuu wa kitengo cha mahusiano na mawasiliano LATRA Salumu Pazi amesema kwa sasa kumekuwa na ongezeko la mifumo 5 kutoka ile 5 ya mwisho ya mwaka 2025, huku akielezea pia pamoja na kampuni hizo kuongezeka bado kuna kampuni 10 zimeshindwa kukidhi vigezo. Kwa mujibu wa kanuni ya 5 ya kanuni za tiketi mtandao ambazo nimekwisha kuzitaja, mfumo wa tiketi mtandao unaostahili kupewa kibali unapaswa kutimiza vigezo vifuatavyo. Kigezo cha kwanza, uwe unamilikiwa na taasisi ya serikali, chama cha ushirika au kampuni iliyosajiliwa nchini Tanzania. 2, uwe umeunganishwa na mfumo wa usimamizi wa malipo ya mapato ya kielektroniki. 3, uwe na uwezo wa kuunganishwa na mifumo ya mamlaka, mfumo mkuu wa tiketi mtandao na mfumo wowote kama inavyohitajika.
Mkuu wa majeshi Jenerali Jacob Mkunda amewataka askari wapya wa jeshi hilo kutambua kuwa dhamana waliopewa kuishi viapo vyao, ikiwemo kuwalinda Watanzania na kuilinda mipaka ya Tanzania kwa niaba ya wananchi. Jenerali Mkunda amesema hayo wakati akifungua mafunzo ya awali kwa askari wapya kuruti kundi la 44 la mwaka 2025 waliohitimu katika shule ya kijeshi ya RTS Kihangaiko iliyopo Msata, Bagamoyo, mkoani Pwani, ambapo amewasihi kujiepusha na namna yoyote ya kuonekana kuwa tishio kwa wananchi, bali dhamana walionayo waitumie kwa manufaa ya Watanzania. Nimeamua kufanya ufafanuzi huu kwa kuwa kiapo mlichoapa ndicho kitakachokuwa dira ya kuwaongoza katika utumishi wenu wote katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Hivyo ninapenda mkielewe vizuri, maana Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania halitavumilia tabia yoyote kutoka kwa askari yeyote itakayoashiria ukiukaji wa hata neno moja katika kiapo chenu. Mtaachishwa jeshi na ikiwezekana kufungwa ikiwa mtakiuka kiapo hicho. Sawa sawa? Kwa upande wake, mkuu wa shule ya awali ya kijeshi RTS Kihangaiko, Brigedia Jenerali Sijeona Miala, amesema askari wamepitia mafunzo yote yanayotakiwa kwa mitaala ya kijeshi na kwamba wameiva kwa kazi hiyo. Mafunzo ya awali ya kijeshi yameandaliwa ili kumwezesha askari kuweza kukabiliana na changamoto za sasa za kiusalama duniani. Lengo ni kuhakikisha askari wanakuwa jasiri, hodari na wenye nidhamu nzuri, kujiamini na wenye utimamu wa mwili na kiakili, tayari kupambana na matishio yoyote ya kiusalama. Naomba nichukue nafasi hii pia kuwapongeza wakufunzi kwa kuwa na moyo wa dhati na wa kujitoa katika kufundisha. Kazi hii ni kazi ambayo inahitaji moyo. Kundi hili afande lilikuja na tabia mbalimbali, lakini leo hii ni askari waliofundishwa na kuwa na tabia zinazofanana na zenye tija kwa jeshi. Nelson Munema, Channel 10. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewataka wananchi kuzingatia tahadhari wakati wa ujenzi wa majengo mbalimbali ili kuepuka majanga ya moto yanayojitokeza katika maeneo mbalimbali na kusababisha madhara katika jamii. Tupate taarifa zaidi. Waziri Katambi ametoa angalizo hilo wakati wa ziara yake alipotembelea jeshi la zimamoto, huku akiwa ameongozana na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayub Mohamed Mahmud, ambapo ameweka wazi changamoto wanazokutana nazo askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji wakati wa uokozi. Watu tunajenga majengo yetu, alafu hatuweki tahadhari wala hatuiti maafisa kutukagulia majengo, na tunaona kukaguliwa jengo ni kama adhabu au ni gharama. Matokeo yake kitokea changamoto, kazi inakuwa kubwa zaidi. Lakini hapo changamoto hizi ndo wapo wamiliki labda pengine wa biashara au maeneo mbalimbali. Mtu anajenga hoteli au biashara eneo kubwa, lakini hataki kufanyiwa ukaguzi na jeshi la zimamoto. Siku ikitokea ajali ya moto au changamoto nyingine au jengo kuanguka, anawahitaji zimamoto na anawalaumu. Aidha, Waziri Katambi amekemea tabia ya baadhi ya wananchi wanaofanya mzaha wa kupiga simu katika jeshi hilo wakieleza matukio ya moto hali ya kuwa ni uongo, jambo linalosababisha usumbufu kwa askari wa jeshi la zimamoto na uokozi. Changamoto ya simu za uongo au false alarms. Unapiga simu kwa sababu umeijua 114, mtu anapiga kwa kujifurahisha kama kwamba aone response. Askari wana respond, wanaenda kule wamechoma mafuta, alafu ni uongo, na baada ya hapo wanarudi na frustration. Tutawapa kila aina ya mashirikiano tukiwa na dhamira ile ile ya kuhakikisha kwamba tunawahudumia Watanzania katika nyanja hii ya kuzima moto na kuokoa maisha na mali. Kwa upande wake, Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji John Masunga amesema jumla ya matukio ya moto 391 yaliripotiwa mwaka jana, huku watu 114 wakifariki dunia na majeruhi 295.
Siku ya leo sisi kwetu Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunaiona ni siku njema sana kwa ugeni wenu kuwa nasi kwa siku ya leo. Karibu sana Mheshimiwa Waziri, karibu sana Naibu Waziri. Esther Mtebe, Channel 10. Ni Esther Ntebe kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na sasa tuingie katika habari za michezo na burudani. Michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika inatarajiwa kutimua vumbi hii leo kwa mitanange kadhaa kuchezwa, huku wawakilishi wa Tanzania klabu ya Simba ikitarajiwa kushuka dimbani dhidi ya Esperance de Tunis ya nchini Tunisia, ukiwa ni mchezo wa mzunguko wa 4 katika hatua ya makundi, mechi itakayopigwa katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam majira ya saa 10 leo jioni. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Mchezo wa mzunguko wa 4 hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, mnyama Simba akitarajia kushuka dimbani dhidi ya Esperance de Tunis kusaka alama 3 za kwanza, kwani hadi sasa wanaburuza mkia katika msimamo wa kundi lake na ikicheza michezo 3 pasi na kupata alama yoyote. Kuelekea mchezo huo, makocha na wachezaji wameeleza kukamilika kwa maandalizi yake, huku kila upande ukiahidi kupata alama 3. We have the responsibility tomorrow to win the game. Huu ni mchezo wetu wa nyumbani ambao mashabiki wanatamani kupata ushindi na hakuna namna nyingine dhidi ya kupata ushindi. Uongozi, wachezaji kambini wapo kwenye hali nzuri ya kupata ushindi, hivyo tupo tayari. We have to face tomorrow and we will 100% give our best. Tunafahamu tunakwenda kucheza na Simba ambayo ni timu kubwa sana barani Afrika. Lakini sisi tumekuja kushindana na si vinginevyo. Tunajua uwanja huu ni mgumu sana, lakini kwetu tupo tayari kupambana. Kwamba kila mchezaji anatambua na anajua situation tuliyokuwa nayo kwa sasa, na kitu unasema kizuri au kibaya ni kwamba tumeanza vibaya, lakini tuna nafasi na uwezo mkubwa sana wa kuweza kumaliza vizuri. Kwa hiyo ndio jambo la muhimu. Ni bora ukaanza vibaya ukamaliza vizuri kuliko ukaanza vizuri ukamaliza vibaya. Kwa hiyo naamini katika kesho kila mchezaji anajua na anatambua ukubwa na umuhimu wa mchezo wa kesho. Sisi kama wachezaji tunajua ugumu wake wa kucheza na Simba ikiwa kwenye uwanja wake wa nyumbani, lakini tunaamini katika ubora wetu na mbinu za kocha. Eden Bahati, Channel 10. Shukrani sana Eden Bahati kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na nikujuze tu ya kwamba hapo jana pia kulikuwepo na mtanange kati ya Yanga pamoja na timu ya Al Ahly ya huko nchini Misri, ambapo matokeo yalikuwa 1-1. Yanga ambayo ilianza kupata goli katika dakika 45 kutoka kwa mchezaji wake Ibrahim Baka, lakini Al Ahly wao wakasawazisha katika dakika ya 60 kupitia mchezaji wao huyu anaitwa Alio Dieng. Mtazamaji, mwisho wa taarifa yetu ya habari. Hivi punde tutarudi tena kwa ajili ya kukujuza kilichojili katika upande wa magazeti.